Mnamo mwaka 1983, mwanakompyuta aitwaye Kevin aliumba ulimwengu wa kidijitali unaoitwa mfumo wa Tron, yani Tron System. Sehemu ya mfumo huo inajulikana kama The Grid, ambayo ni mazingira ambako majaribio yanaweza kufanyika kwa kasi zaidi kuliko katika ulimwengu halisi. Sasa ngoja niwaelezee vizuri kuhusu haya maneno kwa mfano. Iko hivi: Tron ni kama ulimwengu wetu mzima, na huu ni mfumo mkubwa unaojumuisha kila kitu cha kidijitali. Ni kama anga lote lenye sayari, nyota na dunia nyingi ndani yake. Na Grid ni sehemu maalum ndani ya ulimwengu wa Tron ambako maisha kama program na majaribio ya kikompyuta yanafanyika. Haya, tuendelee. Kevin aliweza hata kuvunja mwili wake na kuupeleka katika mfumo wa tarakimu na kujiingiza moja kwa moja ndani ya mfumo wa Grid. Mwaka 1989, Kevin alitoweka kwa njia ya ajabu baada ya kifo cha mke wake na akaacha mali yake yote kwa mwanawe aitwaye Sam. Baadaye, mwaka 2010, Sam alipomtafuta baba yake, alimkuta ndani ya mfumo wa Grid, lakini Kevin alilazimika kujitolea mhanga ili kumwokoa mwanawe. Sasa mwaka huu 2025, kampuni za Encom na Dillinger Systems zinapigana kwa ajili ya control mfumo wa Grid. Kampuni ya Encom inaendeshwa na dada wawili, Eve na Tess. Hivyo, Sam alijiuzuru kwa sababu zake binafsi kutoka katika kampuni hiyo. Sasa kiongozi wa kampuni ya Dillinger Systems ni mkurugenzi mtendaji aitwaye Julian, ambaye anataka kurejesha urithi wa familia ya Dillinger ndani ya Grid. Hivyo, program inayoitwa Eris inapitia mafunzo makali kila mara. Anapigana na program nyingi kwa wakati mmoja na anaonyesha ustadi wa ajabu katika kuwashinda wote bila ugumu wowote. Ndugu mtazamaji, Eris ni program ya kikompyuta na si binadamu. Siku moja, Eris anaamka na kugundua kuwa diski yake imeboreshwa. Ghafla uso mkubwa unaonekana mbele yake ukijitambulisha kama muumba wake. Inabainika kuwa Eris aliumbwa na Julian ili awe programu ya ulinzi na usalama kwa kampuni ya Dillinger Systems. Julian humwita master control wake. Usiku huo, Julian anaandaa maonyesho maalum kwa kundi la wawekezaji. Baada ya wote kuvaa miwani ya usalama, kifaa kikubwa kinawashwa na miale ya leza inayounda tanki katikati ya chumba. Tanki hilo lina silaha kamili na liko tayari kwa vita. Julian anaeleza kuwa lilitengenezwa ndani ya Grid na kuletwa kwenye ulimwengu halisi kwa msaada wa leza hizo, na hivyo teknolojia hiyo inaweza kuandaa kikosi kizima kwa dakika chache tu. Anaongeza kuwa wanaweza pia kutengeneza wanajeshi wao wenyewe. Kisha anafungua tanki hilo na kumwonyesha Eris, akieleza kuwa ana nguvu nyingi, kasi na akili kubwa. Eris pia ni mali ya kipekee na anaweza kutolewa kafara wakati wowote, jambo linalomfanya kuwa askari kamili zaidi. Hahitaji maji wala chakula, na hata akijeruhiwa hatoki damu. Iwapo atashindwa vitani, Julian anaweza kutengeneza mwingine mara moja. Anaahidi pia kuwa kuna mifumo ya usalama ya hali ya juu iliyowekwa ili kuepuka kupoteza udhibiti. Wakati huo radi inasikika na Eris anafanya uchunguzi wa haraka na kugundua kuwa mvua itanyesha muda si mrefu, jambo linalowafanya wote kucheka. Wawekezaji wote wanavutiwa sana na maonyesho hayo na wanatarajia kushirikiana na Julian. Baada ya wawekezaji kuondoka, Eris anatoka nje na kuvutiwa na mwangaza wa mdugu wa moto wakati wa mvua, kwani hawajawahi kushuhudia maumbile ya asili hapo. Ghafla, Eris pamoja na tanki hilo vinayeyuka papo hapo, na inafichuliwa kuwa programu zinaweza kudumu kwa dakika 29 pekee katika ulimwengu halisi. Mama yake Julian aitwaye Elizabeth anamwonya kuwa kuwadanganya wawekezaji ni jambo baya, lakini Julian anahakika kuwa anaweza kupata msimbo wa kudumu ambao utaruhusu programu kubaki katika ulimwengu halisi milele. Ndugu mtazamaji, nikisema neno msimbo ninamaanisha permanence code. Sasa Elizabeth anamkumbusha kuwa asipofanikiwa ndani ya miezi 6, bodi ya wakurugenzi watamfukuza kazi. Wakati huo huko Alaska, Eve anawasili katika kituo cha siri kilichowekwa na Kevin na baadaye kutumiwa na dada yake Tess ambaye ilifariki kutokana na saratani. Eve anatazama ujumbe wa kuhamasisha aliouacha Tess kwenye kompyuta kabla ya kuungana na rafiki yake aitwa Seth. Tess alitumia muda mwingi kutafuta msimbo wa kudumu katika mafaili ya zamani ya Kevin, na sasa Eve pamoja na Seth wataendelea na jukumu hilo. Baada ya siku 4 za kuishi katika mazingira ya baridi kali na kuchunguza disketi za zamani nyingi, wawili hawa wanasisimka wanapopata msimbo wa ajabu ulio katika umbo la double helix. Ili kuujaribu, wanabuni mti wa machungwa ndani ya Grid na kuuleta katika ulimwengu halisi kwa kutumia miale ya leza. Kisha wanafuatilia muda na kwa furaha wanathibitisha kuwa mti huo unabaki umesimama hata baada ya dakika 29 kupita. Wakati huo huo, Aris anarudi kwenye Grid akiwa amechanganyikiwa. Hawezi kuacha kufikiria kuhusu hotuba ya Julian na jinsi alivyotendewa kama kichezeo kisicho na thamani. Naibu wake wa pili, Athena, anamuuliza kuhusu uzoefu huo na Aris anamweleza jinsi mvua ilivyokuwa ya kuvutia, akisema ilihisi tofauti sana na safari zake za awali katika ulimwengu halisi. Athena haelewi anachomaanisha kwa neno kuhisi. Usiku uliofuata, kuna tukio kubwa la Encom kwa ajili ya kuzindua mchezo wao mpya. Afisa mkuu wa teknolojia AJ ana wasiwasi kwa sababu hajapata taarifa zozote kutoka kwa Eve kwa siku kadhaa, na vyombo vya habari vinaanza kuzungumzia kutokuwepo kwake katika tukio hilo. Wakati huo, Elizabeth inagundua kwa Julian anafanya udukuzi kwenye mfumo wa Encom kwa kuwa anajua kuwa Eve pia anatafuta ule msimbo wa kudumu. Elizabeth inaona jambo hilo ni hatari sana, lakini Julian anampuuza na kutuma program zake kuchukua faili la mtumiaji wa Eve. Hivi karibuni Aris, Athena na program zingine za askari wanavunja ulinzi wa seva za Encom ndani ya Grid. Kifaa maalum kinatengeneza tundu upande wa jengo ili waweze kuingia, na katika ulimwengu halisi mlinzi anapokea tahadhari ya uvamizi. Timu ya Dillinger inashambulia haraka walinzi wa kidigitali kwenye seva.
taarifa, na Ares anaingia katika kizuizi cha taarifa ambacho kinampa Julian ufikiaji kamili. Wakati Encom inawasha taratibu za udhibiti, Ares anastushwa na video ya mahojiano ya Eve ambaye ana mtazamo wa kibinadamu zaidi kuhusu program na uhusiano wake na ubinadamu. Mvuto huo unamzuia Julian kwa sekunde chache, lakini Ares anajitambua tena na hatimaye anapata faili hilo. Timu kisha anajaribu kuondoka, lakini program za ulinzi za Encom zinafika kuizuia. Vita vikali vinazuka, na ingawa Encom ina wanajeshi wengi zaidi, ubora wa askari wa Dillinger unaonekana wazi. Ustadi wao wa ajabu unawawezesha kuwashinda walinzi kwa urahisi, na muda si mrefu wanatoroka kwa kutumia hang gliders. Ares anabaki nyuma anapogundua kuwa mmoja wao wenzake bado anapigana na amejeruhiwa. Athena nadhani wanapaswa kumwacha, lakini Ares anarudi haraka na kupambana na walinzi waliobaki ili kumwokoa askari mwenzake. Julian hapendi kuona programu zake zikishindwa, hivyo anatupa mzigo wa kidigitali kwenye seva unaosababisha mlipuko mkubwa unaozima grid ya Encom pamoja na wanajeshi. Hii pia inaharibu maonyesho ya AJ na tukio lote linagairishwa. Baadaye kidogo Ares anaamka chumbani kwake na kugundua kuwa askari waliyejeruhiwa hakuweza kufufuliwa. Anamuuliza Julian kuhusu hilo na anajibu kuwa walioshindwa daima watafutwa, jambo linalomsononesha sana Ares. Kisha Julian anampa Ares jukumu jipya kuwa lazima amtafute Eve. Baadaye Julian anapokea simu kutoka kwa AJ ambaye amekasirika kuhusu yaliyotokea na anamtishia kuambia wawekezaji kuhusu kikomo cha dakika 29. Julian anajaribu kumdhihaki kuhusu kutokuwepo kwa Eve, lakini AJ anakasirika zaidi na anakata simu. Baada ya muda kupita, Eve na Seth wanaondoka Alaska wakiwa wamebeba machungwa walioyaleta kutoka ndani ya grid. Wakiwa ndani ya ndege, simu zao zinapata mtandao tena, na hivyo AJ anaweza kumpigia Eve ili kulalamikia kilichotokea. Eve anamtuliza kwa kumwambia kuwa tayari amepata ule msimbo waliokuwa wakitafuta. Wakati huo huo, Ares anapitia mafaili yote ya Eve na kujifunza kuhusu maisha yake. Anaangalia video za likozo zake, lakini pia zile za kipindi alichopitia wakati dada yake Tess alipokuwa akiumwa saratani na huzuni iliyofuata baada ya kifo chake. Baada ya kuchunguza mafaili maelfu, Ares anagundua kuhusu mti wa machungwa huko Alaska na kumtumia Julian taarifa hizo. Julian mara moja anamleta Ares, Athena na pikipiki mbili za kisasa katika ulimwengu halisi, kisha anawapeleka kumtafuta Eve ndani ya dakika 29. Jijini, Eve anatoka katika uwanja wa kibinafsi wa ndege akiwa kwenye pikipiki, na muda si mrefu kamera za usalama barabarani zinabaini eneo lake. Ares na Athena wanaanza kumfuata na Eve anaharakisha mara anapogundua anafuatwa, jambo linalowavutia polisi waliokuwa karibu. Hata hivyo, gari la polisi linapojiunga na msako huo, wanajeshi hao wanawasha miale kwenye pikipiki zao inayokata gari hilo vipande viwili. Eve anajaribu kuongeza kasi zaidi, lakini anapogundua kuwa Athena amemkaribia sana, anageuka ghafla na kutoka barabarani, jambo linalosababisha basi kusimama ghafla na kufunga njia, hivyo kumwachisha Ares nyuma. Athena anaendelea kumfukuza Eve barabarani na anaingia naye kwenye gereji ya maegesho. Eve anajificha nyuma ya magari na anapomwona Athena akipanda juu ya mteremko, anatupa pikipiki yake kumwangusha. Ares anapokea tahadhari na anakimbilia eneo hilo. Athena anajipanga haraka na kuanza kupanda mteremko kwa miguu, hivyo Eve anaiba pikipiki yake na kuondoka kwa kasi. Eve anaporudi barabarani, Ares anamfikia tena na msako unaendelea. Anajaribu kumzuia kwa kutumia miale ya laser, lakini Eve anaepuka kwa wakati mwafaka. Ingawa magari mengine yanaathirika na kuvunjika, Ares anaendelea kwa kasi zaidi hadi anapokutana na gari lililokuwa na mtoto ndani. Analazimika kusimama ghafla, jambo linalompa nafasi Eve kutoroka mbele. Julian anaangalia kila kitu kupitia kompyuta yake na hapendezwi kabisa na wanadishi wake kushindwa, hivyo anatuma wanaume wake wengine. Eve baada ya kubonyeza vitufe kadhaa, anaweza pia kuwasha mwanga wa leza kwenye pikipiki yake. Hata hivyo, Ares anajua jinsi ya kuepuka miale hiyo na anaongeza kasi hadi anapopanda upande wa pikipiki ya Eve, wakikimbia sambamba. Wote wawili wanakwepa magari mengine, lakini miale hiyo inasababisha ajali nyingi barabarani. Wanaanza kugongana hadi wanapovunja lango na kupita kwenye lundu la taka, jambo linalowasababisha wote kuanguka. Eve anatua salama ndani ya kontena la taka, anaruka haraka na kuanza kukimbia. Ares naye anamfuata kwa miguu, kwani pikipiki zote mbili zimeharibika. Wote wanakimbilia hadi kwenye bandari na Eve anajikuta amezingirwa. Kwa haraka anavunja diski yenye msimbo na kuirusha majini. Wakati Ares anapomkaribia Eve, anaanza kujihisi mdhaifu, huku muda wake wa dakika 29 ukikaribia kuisha, na ndipo Eve anapogundua kuwa yeye si binadamu bali ni program. Ares anahisi mwitikio wa huruma kutoka kwake sekunde chache kabla yeye na Athena kutoweka na kurudi tena katika ulimwengu wa kidijitali. Wakati huo huo, helikopta inawasili na msaidizi wa Julian anatumia mwanga maalum wa laser kumgeuza Eve kuwa nambari za dijitali na kumtuma ndani ya grid. Uharibifu uliojitokeza kutokana na msako huo unasambaa kwenye vyombo vya habari kote, na Elizabeth anamwambia Julian kuwa anakuwa mtu asiye na tahadhari. Julian anadai kuwa dunia itamsamehe mara tu atakapofichua msimbo huo, lakini Elizabeth anaamini kwamba hana udhibiti kama anavyofikiri. Ndani ya grid, Ares na Athena wanakamilisha mchakato wa kumgeuza Eve kuwa program na kumwasha kwa kumpa diski ya utambulisho. Wanamweleza kwamba msimbo wa kudumu huko ndani yake, kwa sababu kumwona mara moja tu kulitosha kuhifadhi akilini mwake. Hata hivyo, uchambuzi wa haraka unaonyesha kuwa kujaribu kuutoa msimbo huo kwa nguvu kutamuua. Athena hajali kabisa.
kabisa, lakini Aries anazuia wanajeshi wengine na kumwandikia Julian ujumbe akieleza wasiwasi wake. Julian anapiga naye mazungumzo ya faragha na kumkumbusha kuwa jukumu lake ni kutii kila amri bila malalamiko, hivyo anamtaka aupate msimbo huo bila kujali kitakachomtokea Eve. Aries anaporudi kwenye chumba cha utimbaji wa data, anamwambia Athena kwamba hakuweza kuzungumza na Julian kwa sababu yuko busy, kwa hiyo wataahirisha uchimbaji huo hadi wapokee maagizo mapya. Aries wanaruhusu programu nyingine kuondoka, lakini mara moja Athena anamwasiliana na Julian kwa siri na kumwambia kwamba Aries ana matatizo ya utendaji. Julian anamwamuru apate msimbo huo kwa nguvu na kuwaua wote wawili, Aries na Eve, bila kujali gharama. Wakati huo huo, Aries anamuuliza Eve ni nani anayeweza kumwamini. Eve anamwambia kwamba Julian hawezi kuaminiwa kwa sababu kwake kila mtu na kila kitu kinaweza kutolewa kafara. Wakati huo, Athena anarudi akiwa ameongozana na wanajeshi wawili walio tayari kupigana. Hata hivyo, Aries anatupa diski yake chini ambayo inafungua tundu chini yao, na wote wawili, yeye na Eve, wanaanguka hadi nje ya grid. Wanagonga taa nyingi wakishuka na hatimaye wanaangukia kwenye kievu cheusi. Aries anaogelea kumfuata Eve, anamkamata na kutumia kifaa maalum kuwaita pikipiki inayowatoa haraka katika eneo hilo. Athena anatambua kwamba wawili hao wanaelekea kwenye mlango wa uhamisho, hivyo anatuma ndege ndogo za drone kuwafuatilia. Wakiwa anapita ndani ya grid, Eve anabaki kushangazwa na mwangaza na misimbo inayomzunguka. Aries anamweleza kuwa mlango wa uhamisho unaweza kumrudisha Eve kwenye ulimwengu halisi, lakini atamsaidia tu endapo atakubali kushiriki naye ule msimbo. Anaahidi kuwa hataki kumsaidia Julian tena, anataka msimbo huo kwa ajili yake mwenyewe. Haikuchukua muda mrefu, drone zinafika na kuwasha miale ya leza, hivyo Aries anaweka ngao maalum kuzunguka pikipiki yao. Baada ya Aries kuruka kwa kasi kubwa na kuacha drone nyuma, Eve anakubali makubaliano yake. Drone zinapowakaribia tena, Aries anatumia diski yake kuharibu handaki na kusababisha vifusi kuanguka juu ya drone hizo. Mlipuko mkubwa unatokea nyuma yao, lakini Aries anaendesha kwa kasi kiasi kuuepuka, na wote wawili wanaruka ndani ya mlango wa uhamisho kwa wakati mwafaka. Katika ofisi za Dillinger Systems, kifaa cha leza kinawaleta Aries na Eve tena katika ulimwengu halisi. Julian anawatuma watu wake kuwakamata, lakini Aries anawashinda wote kwa sekunde chache tu. Haikuchukua muda, akipuuza makelele yote ya Julian, wawili hao wanaiba gari aina ya van na kuvunja vizuizi vya mlango mara kadhaa, wakikimbia kujiokoa. Kisha Julian, akiwa wamejawa na hasira, anamleta Athena katika ulimwengu halisi pia, akimtangaza kuwa ndiye mtawala mkuu mpya. Anapewa ndege ndogo inayoruka na bunduki ya kudijitali ili amfuate Eve na Aries. Baada ya Athena kuondoka, Elizabeth anamzaba Julian kofi usoni. Barabarani, Eve anamwambia Aries kuwa alipata ule msimbo katika mafaili ya Kevin, kwa hiyo kunapaswa kuwa na nakala katika mfumo wa zamani wa Kevin. Hata hivyo, Aries anaamini hawataweza kufika katika ofisi za Encom ndani ya dakika 29 wakiwa na gari lile chakavu. Sembuse kupata bunduki ya kudijitali. Eve anasimama katika kituo cha mafuta na kumshawishi mfanyakazi wa pale kumpa simu yake. Kwa kumwonyesha picha yake katika jarida, anampigia Seth na kumwambia awe ofisini na bunduki ya kudijitali. Kisha yeye na Aries wanachukua gari la kasi la mfanyakazi huyo, baada ya Eve kumwahidi kuwa atamtumia fedha baadaye. Wawili hao wanaonekana kwenye kamera za ulinzi za kituo cha mafuta, jambo linalomwezesha Athena kuwafuatilia. Aries anaendesha kwa kasi sana, lakini uwezo wake mkubwa wa kujiendesha unamfanya kuzuia migongano yote barabarani. Wakiwa njiani, anamwambia Eve kuhusu mambo yote anayoyajua kumhusu, kwa sababu amesoma mafaili yake yote, ikiwemo ujumbe wake wa maandishi na familia yake. Eve anamweleza jinsi ilivyo ngumu kukabiliana na upendo na huzuni, na hapo ndipo Aries anaelewa kwamba Eve anaendelea na kazi ya dada yake kwa sababu inamfanya abaki karibu naye kiroho. Nje ya ofisi za Encom, Aries analigonga gari kwa makusudi ili apate nafasi ya kulipaki haraka. Wawili hao wanakutana na Seth na wanaingia kwa haraka hadi kwenye ghorofa la jumba la makumbusho ambapo kompyuta ya zamani ya Kevin ni sehemu ya maonyesho. Mara tu Eve anaopata ule msimbo, Seth anakusanya bunduki ya kudigitalisha, lakini kabla hawajamrejesha Aries, Athena anawasili. Hata hivyo, hashambulii, na Aries anatambua kwamba anamsubiri amalize muda wake wa kuishi. Anatangaza kubadili mpango na anaruka dirishani akiwa na nia ya kupambana na Athena, lakini Eve anaamua kuifanyia kazi bunduki hiyo na kumtuma Aries katika grid ya Kevin. Kisha Athena anaruka kupitia dirisha hilo hilo, akiharibu karibu jumba lote la makumbusho. Anagundua kuwa Aries tayari ameshasafirishwa, kwa hiyo anavunja bunduki hiyo ili kumzuia kurudi. Seth anajaribu kumshambulia, lakini Athena anampiga gumi moja na kumtupa mbali. Anaangukia kwenye mashine za michezo ya kielektroniki na poteza fahamu. Eve anajaribu kukimbia na Athena anamfuata huku akiharibu kila mashine inayomzuia njiani. Hatimaye Athena anamkwida Eve, lakini wakati huo mifereji ya maji sprinklers inawashwa na Athena anachanganyikiwa na hisia ya maji kugusa mwili wake. Usumbufu huo unamfanya amalize muda wake wa kuwepo duniani na anarudi kwenye ulimwengu wa kidijitali. Katika ofisi za Dillinger, Julian anashangaa kugundua kwamba Athena amejiamulia kurudi tena ulimwengu wa kweli kwa kutumia miale ya leza. Anamfokea lakini anashindwa kumzuia. Elizabeth inaingia na kutangaza kuwa wameshawishi bodi kumfukuza kazi Julian, hivyo anarudisha udhibiti wa kampuni. Uamuzi wake wa kwanza ni kusitisha mradi huo mara moja, lakini Athena anamchoma Elizabeth kwa diski yake na kumuua. Julian anakata tamaa kabisa, lakini Athena anamkumbusha kwamba anafanya hivyo kwa sababu ya maamuzi yake mwenyewe, kwani Julian alimwambia amalize misini kwa gharama yoyote.
Athena analeta askari wawili na chombo kinachoitwa Recognizer ili kuendelea na misini yake. Julian anakimbilia kwenye kompyuta kujaribu kuizuia mifumo, lakini anashindwa. Wakati huo ofisi za Encom, AJ anashangazwa na uharibifu wote uliotokea. Eve anamwelezea kilichotokea na kumshawishi arekebishe bunduki. Wakati huo wanamuona Athena akija kwa mbali, na Eve anatambua kwamba mradi mfumo wa Dillinger ukiendelea kufanya kazi, Athena ataendelea kurudi. Anamwambia KJ atumia bunduki ambayo Athena aliacha ili kuingia katika mifumo ya Dillinger na kuizima kabisa grid yao, huku Eve anatoka nje ili kwenda kuchelewesha muda kidogo. Barabarani watu wanapanga kutokana na kuona Recognizer. Walinzi wa sheria wanajaribu kumkaribia kwa helikopta, lakini Athena mara moja anaiangusha. Hivi karibuni jeshi linafika kwa ndege za kivita, lakini pia zinashushwa kwa sekunde chache. Eve anakimbia barabarani, hivyo Athena anatuma makombora ya kufuatilia kumtafuta. Eve mwenye hofu anaweza kuepuka baadhi ya makombora, lakini kwa bahati mbaya makombora hayo bado yanaunda mduara wa mwanga kuzunguka Eve kumfungia. Wakati huo moja ya ndege za kivita inagongana na miguu ya Recognizer ikisababisha kupoteza udhibiti na kugongana na majengo mengi wakiwa wanashuka. Ndani ya grid ya miaka ya 80 ya Kevin, Arias anakutana na Beth na kumwomba msaada wake. Beth inafanya pikipiki ya mtindo wa zamani ionekane na kumwongoza Arias hadi eneo la siri ambapo anakutana na matokeo ya program ya Kevin. Arias anaeleza kuwa hataki msimu huo kwa ajili yake mwenyewe tena, anataka kuishi ili kumlinda Eve. Kevin ameguswa na maneno ya Arias, hivyo anaamua kumpa msimu wa kudumu kwa kuiweka kwenye diski yake. Arias kisha anatumia diski hiyo kuingia kwenye miale ya mwanga inayompeleka kwenye basement ya zamani ya Kevin. Jijini, Athena anaacha Recognizer ndani ya tanki na kwa haraka anamkamata Eve. Wakiwa na dakika chache tu zilizobaki, Athena anaendesha juu ya magari yote yanayomkabili ili kuendelea kwa kasi. Ghafla, Arias anaonekana katikati ya barabara na sari yake inang'aa kwa rangi mpya kuonyesha kuwa sasa yuko huru. Anatupa diski yake kwenye tanki na kufanya kupoteza udhibiti. Tanki linaanguka na kugawanyika huku magari kadhaa yanagongana karibu. Arias anahakikisha Eve yuko salama. Athena mara moja anarudi akiwa na wanajeshi wawili wa program na wanaanza kupambana na Arias pamoja. Ni vigumu kwake kupambana na program zilizo kwenye kiwango chake, lakini angalau anafanikiwa kuwashusha wanajeshi hao wawili huku akipoteza diski yake. Kwa bahati mbaya, pambano hilo linamfanya Arias ajihisi dhaifu na hatimaye Athena anamshinda. Wakati anakaribia kumuua, Eve anatupa diski tena kwa Arias na anazuia shambulio la Athena kwa wakati. Athena na Arias wanaendelea kupigana barabarani, na wakati huu Arias ana faida, anakatwa mkono wa Athena na kujienda kumaniza. Lakini wakati huo AJ anaingilia mfumo wa Dillinger na kuharibu grid yao. Makombora yanaanza kuanguka barabarani na Arias anamshika Athena wakati anapoanguka, wakigeuka kuwa vumbi tu. Baadaye Arias anamwambia Eve kuwa grid inamhitaji, kisha anatoweka kabla ya magari ya polisi kufika. Baadaye vyombo vya habari vinaripoti tukio hilo na Dillinger Systems tayari inaonekana kama lawama. Polisi wanazunguka ofisi za Dillinger, hivyo Julian anaweka laser na kujipeleka kwenye grid kabla hawajamkamata. Kadri wiki zinavyopita, Eve anatumia msimu wa kudumu kusaidia binadamu kwa kuleta chakula na dawa katika ulimwengu halisi kwa kubonyeza kitufe kimoja tu. Siku moja anapokea bahafa ya barua kutoka kwa Arias inayofichua kuwa yuko katika safari ya kuwatafuta Sam na Cora, program pekee nyingine iliyowahi kutoroka kutoka grid. Katika mabaki ya grid ya Dillinger, Julian anakuta disk ya zamani iliyokuwa babu yake. Anapoishika, mwili wake unafunikwa na silaha ya dijitali, ishara kwamba titheo jipya linaibuka na mapambano ndani ya ulimwengu wa Tron bado hayajaisha. Na hapo ndipo tamati ya movie hii, lakini ngoja nikupe ufupisho wake ili uelewe. Mwaka 2025, kampuni za Encom na Dillinger Systems zinapigana kuudhibiti ulimwengu wa dijitali unaoitwa The Grid. Arias, programu yenye nguvu iliyoundwa na Julian Dillinger, anafundishwa mafunzo makali, lakini anapata fahamu na kuanza kumuunga mkono msichana anayeitwa Eve, ambaye ni mwanadamu anayesaka permanence code ili kuendeleza program kubaki kwenye ulimwengu. Katika msururu wa mashambulizi na ufuatiliaji, Eve na Arias wanapambana dhidi ya program na teknolojia za Dillinger, wakitumia ujasiri na akili kuu kuokoa msimu huo. Mwishowe, Arias anajitolea kumlinda Eve na kuondoka kabla ya polisi kufika. Baada ya Arias kujitolea kumlinda Eve na kuondoka kabla ya polisi kufika, Eve anaendelea kutumia msimu wa kudumu kuleta chakula na dawa kwa wanadamu katika ulimwengu halisi, akithibitisha kwamba teknolojia grid inaweza kuwa msaada mkubwa kwa jamii. Wakati huo huo, Arias anaanza safari ya kuwasaka Sam na Cora, program pekee nyingine iliwahi kutoroka grid, akionyesha kwamba safari yake bado haijaisha. Huko katika mabaki ya mfumo wa Dillinger, Julian anakuta diski ya babu yake na mwili wake unafunikwa na silaha ya dijitali, ishara kwamba titheo jipya linaibuka na mapambano ndani ya ulimwengu wa Tron bado hayajaisha. Na huo ndio